Kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Wa kuabudiwa, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Mungu mwenye nguvu, praise the Lord. Ikalama ya Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wakuabudiwa, praise the Lord. Yes, Lord. Umesema wewe jina lako liko liliko iwe Mungu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Mwanadamu nani wa kusimama mbele zako? Wakuabudiwa, wakuabudiwa. Haleluya, haleluya. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Nani kama wewe? Hakuna mwingine. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakuabudiwa, yes Lord, yes Lord. Haleluya, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuabudiwa. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuabudiwa. Ndio. Ikana baba. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Haleluya. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Wakuabudiwa, wakuabudiwa. Yes Lord. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa
ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwanadamu nani wa kusimama mbele yako? Wa kuabudiwa. Mwambie haleluya. Wa kuabudiwa. Wa kuheshimika ni wewe. Wa kuabudiwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Mwambieni wa kuabudiwa milele. Haleluya. Praise the Lord. Worthy. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We never come to a place where this one stops. This one continues forever until he comes again for the church. Hallelujah.
Today, the Lord is very pleased Leo hii Mungu amependezwa sana. that I show you something very special. Kama nionyeshe kitu ambacho ni We have come from glory to glory, kutoka utukufu hadi utukufu. and we are going on. Na tunaendelea vizuri. Hallelujah. The book of Exodus chapter 29. Kitabu cha Mwanzo 29. Exodus 29. Mwanzo 29. There is something very special there. Kuna kitu ambacho ni cha special. This is actually the meaning of life. Hii kwa hakika ndio maana ya maisha. If you can understand this by the Holy Spirit today, Kama unaweza elewa hii kupitia Roho Mtakatifu. then I tell you, you are standing on a sure foundation. Leo umesimama katika msingi ulio sawa. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus 29 verse 38. Kutoka 29:28. The Bible says like this. Biblia inasema hivi. Now this shall you offer upon the altar. 38, verse 38. Exodus 29 verse 38. Kutoka 28:39 inasema 29, 29, 38. 29:39. 38. 38. It says like this. Inasema hivi. Now this is what you shall offer upon the altar. Basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi. 2 lambs of the first year, Mwanakondoo wa mwaka mmoja, day by day. siku moja baada ya nyingine. That one makes me so happy. Amen. Day by day. Siku nyingine moja baada ya In nyingine. other words, you shall never come to a day when you say it is enough. Kwa hiyo hautafika mahali useme imetosha. Day by day. Siku baada ya nyingine. As long as you are alive that day, Mradi uko hai siku hiyo. then that is a day to offer. Basi hiyo ndio siku ya kutoa dhabihu. And the Bible says day by day continually. Kisha inasema siku baada ya nyingine milele daima. Verse 39. Mstari wa 39. The one lamb you shall offer in the morning, Mwanakondoo mmoja utamchinja asubuhi. and the other lamb you shall offer in the evening. Na mwanakondoo wa pili utamchinja jioni. Hallelujah. In other words, all day long you are covered. Maana mengine daima siku zote umefunikwa. During the day you are covered. Jana umefunikwa. What about at night when you are sleeping? Je, usiku ukiwa umelala? In the altar there shall be a lamp burning there. Katika madhabahu kutakuwa na mwanakondoo pale. The Bible says day by day continually. Inasema siku baada ya nyingine daima. You shall not say, Hautasema it is so dark I can't offer. ati ni usiku sana giza iko sitatoa sadaka. You shall not say, Hautasema it is during the day ati ni mchana. I can see where I'm going. Ninaona mahali naenda. Therefore there is no need for an offering. Kwa hiyo sadaka haina maana sana. No, the Bible says in the morning and in the evening. Inasema mchana na asubuhi na jioni. Day by day. Siku baada ya nyingine. Hallelujah. 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 Brethren, it is so simple. Unajua ndugu ni rahisi sana. Hallelujah. Kuinua mkono tu na Hallelujah. 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 While others are waiting for Christmas, wengine wakisubiria siku hiyo nzuri. day by day continually. Siku baada ya nyingine daima. While others are waiting for a visiting preacher to come on a special day, Wengine wakisubiria mhubiri atoke pengine aje. we don't wait. Sisi kazi ni hallelujah. Day by day continually. Siku baada ya nyingine ni hallelujah. Day by day. Tunaendelea daima. Glory, hallelujah. Hallelujah. This makes me so happy. Hii inanisisimua sana. The Bible says, Biblia inasema one lamb you shall offer in the morning. ati kondoo mmoja utamchinja asubuhi. When you wake up, Ukiamka you have an offering to give. uko na sadaka ya kutoa. What about in the evening? Je, na ikoaje usiku? Leave that lamb there on the altar. Waacha huyo mwanakondoo kwenye madhabahu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now look at verse 42. Angalia mstari wa 42. This is where I wanted to come. Hapa ndio mahali nilitaka The nikuje. Bible says, this shall be a continual burnt offering throughout your generations. Basi hii itakuwa ni sadaka ya kuteketea katika vizazi vyote. In other words, there shall never come a generation which shall say, Kwa hiyo kwa maana nyingine hakutakuja na kizazi ambacho kitasema we are so advanced, we don't need that. sisi ni generation ya AI ya kuhitaji sadaka. Day by day, Siku baada ya nyingine throughout your generations, milele katika vizazi vyote. fathers will get children, Wababa watapata watoto. and those children will begin to offer. Hata watoto pia kazi watakuja. Those children will get their own children, Watoto hao watapata watoto wao. and the sacrifice will continue with their children. Sadaka itaendelea hata katika watoto wao. What about if those children get their own children? Pia hao watoto wakiwa na Throughout your generations. vizazi vyote. Hallelujah. Hallelujah. This shall be a continual burnt offering. Hii kutakuwa na sadaka kuteketea
iteketea kabisa milele. throughout your generations. Zaidi kwa vizazi vyote. At the door of the tabernacle of the congregation. Na huo mlango wa hema katika kusanyiko. Then see what follows there. Hebu angalia kinachofuata. Before the Lord. Mbele za Bwana. Hallelujah. Before the Lord. Mbele za Bwana. Imagine. Hebu fikiria. They had many offerings. Walikuwa na sadaka nyingi. Some of them were called sin offerings. Kuna nyingine ilikuwa inaitwa sadaka ya dhambi. When they brought the harvest to the gathering, they would offer an offering. Walipoleta mavuno bado wangetoa sadaka. What about the new year? Mwaka ulipoanza je? What about the new months? Mwezi ulipoanza je? They brought in some offerings. Wangeleta tu sadaka kwa utele. But this special one, this one, Hii ni ya special. this one, Hii ni ya special. this shall be a continual burnt offering before the Lord. Ni ya daima mbele za Bwana. The Bible says this one. Inasema tu hii. The others, I can't talk about them now. Hiyo ingine hatujui kuiuza, tutaongelea sana. But this one, Lakini maalum hii. this, hallelujah. Hii ya kuteketeza. This one, praise the Lord. Hii ni ya daima. This one, Hii it shall be before the Lord. itakuwa ni mbele zake Bwana. In other words, Kwa maana mengine when you stand there to offer, ukisimama kutoa hiyo it is sadaka. only you and the Lord who are there. Ni wewe na Bwana mnahusika tu. No pastor there. Hakuna mtu katikati yako. No intermediary there. Hakuna mtu katikati yako na It Bwana. is you and the Lord. Ni wewe tu na Bwana. Hallelujah. No problems there. Hakuna shida huko. It is you before the Lord. Wewe mbele zake Bwana. Hallelujah. Hallelujah. And then the Bible says, Kisha Biblia inasema where I will meet with you. mahali mtakapokutana na nyinyi. Hallelujah. And I will also speak with you. Basi tena nitazungumza nanyi. Verse 43. Mstari wa 43. Inaanza hivi. Inasema And there. na hapo. Please be seen. And Na there. hapo. Where? What? And Hapo. there. Hapo. Where? What? Today you must participate. And there. Pale hapo. And Na hapo. hallelujah. Hallelujah. There I will meet with the children of Israel. Hapo nitakutana na wana wa Israeli. And the tabernacle shall be sanctified by my glory. Na hekalu au hema itaweza kutakaswa na utukufu. When I come there, Nitakapokuja kule. I am not coming there minus glory. Sikuji pale naacha utukufu nyuma. When I come there, Nikikuja pale. I am coming as the King of glory. Nakuja kama mfalme wa utukufu. And when I arrive there with my glory, Nitakapofika hapo na utukufu wangu. everything shall be under that glory. Kila kitu kitakuwa chini ya utukufu huo. There. Pale. Hallelujah. Amina. Now let me tell you what is happening here. Sasa wacha nikwambie kinachotendeka hapa. God made it so simple Mungu akaifanya ikawa nyepesi sana. that every one of us can participate. Ya kwamba kila mmoja anaweza akahusika. Jehovah brought it so low. Mungu alifanya iwe ya chini sana. Jehovah brought it down here Alifanya iwe ya kuweza so that there will be no specialists. ili usiwe na mtu yote special. So that you, Ili wewe as long as you have been brought into the kingdom, mradi umeletwa ndani ya ufalme huu. you can come to a place called there. Unaweza fika mahali panaitwa pale. And that is the place where God talks to his people. Na hapo ndio Mungu huongea na watu wake. There, before you pray, Hapo kama hujaomba. you discover he has already guided you. Mungu tayari ameshakuongoza. There, before you think a lot, Kabla hujafikiria you discover you already have the answers. unagundua uko na majibu. Before the problems come, Kabla hata shida haijafika. before the questions are asked, Kabla maswali the hayajaulizwa. Bible says there. Maandiko inasema Hallelujah. haleluya. Now let me teach you. Sasa acha nifundishe. There were many offerings in Israel Kulikuwa na sadaka nyingi kule Israeli. during the new months Wakati mwezi unaanza, when they got a lot of food in the field wakati wanaleta chakula wamevuna kutoka kwenye mashamba, and they brought it together. alafu wanavileta pamoja. There were celebrations. Kulikuwa na sherehe. What about the new months? Wakati mwezi unaanza. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. If you went and sinned against your brother, Kama ulienda ukatenda dhambi kinyume na ndugu yako, you were instructed to bring a certain kind of an offering. basi ulidaiwa kwamba ukalete aina fulani ya sadaka. Now, this was not money. Kwa hiyo hii haikuwa pesa. This was the offering of animals. Hii ilikuwa ni dhabihu ama sadaka. Money came later. Pesa ilikuja baadaye. These were bulls and goats and sheep. Hii ilikuwa ni ng'ombe, kondoo, mbuzi. Praise the Lord. Haleluya. And there were those that were called trespass offerings. Na kuna ingine ilikuwa inaitwa sadaka ya kukosea, kufanya hatia. Bwana asifiwe. Amina. Praise the Lord. Haleluya. Many of them. Nyingi sana. But then today I want to show you one special one. Lakini leo nataka nikuonyeshe mmoja wapo ambaye ni special. One very special one. Mmoja ambaye ni special. Because others, Maana mengine if you sin against me ukiwa umetenda kinyume na mimi and you bring an offering to the before the priest, alafu lete sadaka
That is the end of that one. That is the end of that offering. Hiyo ndio mwisho wa hiyo dhabihu. But there was a special one here. Lakini kuna hii moja special. It is called the burnt offering before the Lord. Sadaka ya kuteketeza mbele za Bwana. Why was it called a burnt offering? Kwa nini vitu sadaka ya kuteketeza? Because the fire of the altar was not supposed to go off. Maana ile moto kwenye madhabahu haingepaswa kuzima. Even at night. Hata usiku. Oh, glory to God. Amen. It was a very special one. Ilikuwa ni special. And they were told, Kisha wakaambiwa. it shall be day by day. Hii itakuwa ni siku baada ya nyingine. On Sabbath day, Siku ya Sabato, even that day. hata hiyo siku. What about on Monday? Jumatatu je? What about on Wednesday? Wakati wa Jumatano, Day by day. siku baada ya nyingine. And then they were told, Kisha wakaambiwa. I want to make it so simple for you, Nataka kuifanya wewe nyepesi sana. so that you can participate in this wonderful blessing. Ili ukahusike katika baraka hii iliyo kuu. Then they were told Kisha wakaambiwa. that there are those days when you are supposed to offer other offerings. Kuna siku nyingine ambazo unapaswa kutoa sadaka aina nyingine. Let's say the day of atonement, Wacha tuseme siku ya kupatanishwa or a new year. au mwaka unapoanza. They were told, Waliambiwa even during that day, hata wakati wa siku when you bring the bulls ukileta ng'ombe and when you bring the goats, na hata ulete mbuzi, make sure hakikisha the one that is day by day must be there. ile ambayo ni ya siku baada ya nyingine iko pale. All these new ones that are occasional, Hizi nyingine mpya ambazo tu ni za wakati fulani, they will only come after you have done the normal daily offering. hii kawaida inafuatana ile ya siku baada ya nyingine. I want to show you the normal Christian life. Wacha nionyeshe maisha ya Kristo ya kawaida. I want to show you the normal believer's life. Wacha nionyeshe maisha ya muumini wa kawaida. The one that does not wait for a special, big, wonderful, good day. Ile ambayo haisubiri siku iliyokuwa nzuri ya The one that you say, this is the day that the Lord has ile made. ambayo unasema hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya. I will rejoice and be glad in it. Nitafurahia na kusherehekea. Hallelujah. Haleluya. God was very serious. God was very serious. Mungu alikuwa amekuwa Anamaanisha sana. anamaanisha sana. He told them, Akawaambia, when you bring your bull, ukileta ng'ombe wako don't say it is enough. usiseme kinatosha. There is one here that must continue. Kuna nyingine lazima tu iendelee. Every morning, Kila asubuhi you take that lamb, peleka huyo mwana kondoo. put that lamb there on the altar. Weka huyo mwana kondoo pale kwenye madhabahu. What about every evening? Haya, jioni kila siku je? Make sure this one continues. Hakikisha kwamba hii inaendelea. Don't say Usiseme it is during the day. ati ni mchana tu. I can see where I'm going. Inaona mwelekeo naenda. No, I tell you, you need an offering. Lazima unahitaji hiyo sadaka. You need an offering to be burning on the altar. Unahitaji sadaka itakayoteketea kwenye madhabahu. And in the evening, Na jioni the sons of Aaron and Aaron himself, wana wa Haruni na Haruni mwenyewe they made sure the fire did not go off. kazi yao ilikuwa ni kuhakikisha moto haizimi. They left the fire there. Waliacha moto ukiwa And they were always there lifting up hands before the na Lord. mbele yao hapo kuinua mikono tu kwake Bwana. Now God says, Kisha Bwana Mungu this will be before the Lord. itakuwa ni mbele za Bwana. This one will be before the Lord. Hii itakuwa ni mbele za Bwana. The others, Mengine most of them, you offer them before people. haya mengine unatoa mbele za watu. But this special burnt offering Lakini hii sadaka ya kuteketea before the Lord. lazima tu iwe ni mbele za Bwana. In other words, Kwa maana mengine there, pale it is you and the Lord. wewe na Bwana Nothing comes in between. hakuna kitakachoingia katika No problem comes in between. hakuna shida kati yenu. Nothing, no new teaching comes in between. Hakuna mafundisho mapya. It is you and the Ni Lord. wewe na Bwana. How did David do it? Daudi alifanyaje? The man comes to the kingdom. Alikuja tu kwenye ufalme. Saul was there Sauli alikuwepo for many years. kwa miaka nyingi. But you see, Saul, Lakini unaona huyu Sauli he was a man who loved to consult people. alipenda kushauri watu. He was actually the man of committees. Alikuwa ni mtu mwenye makamati, makundi, makamati. When they went to war Lakini walipoenda vitani, and he saw people running away, alafu akaona watu wanapiga. although Samuel had told him, Ingawaje Samueli alikuwa amemwambia, wait there until I come. subiria hadi wakati itakuja. He says, when I saw the people running away, Alisema wakati niliona tu furumai ikivuka, and I was compelled nilishurutishwa. and I disobeyed God. Kisha nikakosa kumtii Mungu. Saul was a man who listened to the people. Kwa hiyo Sauli ni mtu ambaye alisikiliza watu sana. And here comes David. Lakini sasa hapa He takes over power. anachukua mamlaka. He discovered Anagundua Saul was a very good man, Sauli alikuwa tu mtu mzuri, very polished. tena mtamaa. If you put Saul here and David here, Anakaa mzuri. Ungeweka Sauli hapa na Daudi hapa, why would you choose Saul? mwingine lazima angechagua Sauli. By looking at them, you would choose Saul quickly. Maana mwili nzuri ungemchagua. He was a very beautiful, very handsome man. Ya
Jamaa alikuwa mtanashati sana. But when David came, Lakini wakati Daudi he discovered something is amiss. aligundua kuna shida tu. And do you know what was missing? Na unajua nini ilikuwa inakosa? Saul did not consult the ark of the covenant of God, Sauli hakushauriana na sanduku la agano la Bwana. the presence of God. Ile uwepo wa Mungu. Now today, Leo hii that ark is not a sanduku somewhere. hii agano si sanduku ambalo Emmanuel himself has come. anadumu ndani yetu. We dwell in the presence of God. Sisi tuko ndani ya uwepo wa Mungu. Hallelujah. Amina. And he went to bring that ark from where it was. Kisha akaenda kuleta hilo sanduku mahali ilikuwepo. The first time he did a mistake. Wakati wa kwanza alipofanya makosa. But you see, the heart was so correct. Lakini unaona sasa sanduku ilikuwa sawa. The heart of the man was correct. Nyoyo au moyo wa mwanadamu ulikuwa sawa. He did a mistake. Alifanya makosa. Somebody died. Mtu akafa. But the man was honest. Lakini jamaa alikuwa tu mtu mkweli. Praise the Lord. Amina. Praise the Lord. Amina. When he went the second time. Alipoenda mara ya pili. And he brought the ark now to the city of David. Kisha akaenda akaleta sanduku la agano kwenye mji. And everybody began to worship the Lord. Na kila mtu akaanza kumwabudu Mungu. Everybody began to praise the Lord. Kila mtu akaanza kumsifu Bwana. Somebody looked at him and mocked him. Kisha mtu akamwangalia na akamdhihaki. She was the daughter of the king. Alikuwa mfalme, binti ya mfalme. Who grew up in the palace. Ambaye alilelewa kule kwenye kasri. When she looked at the king, Alipomwangalia mfalme. dancing with the common people. Piga densi bwana na watu wa kawaida. Saying hallelujah with the common people. Akisema hallelujah, hallelujah na watu wa Mungu. Praise the Lord with the common people. Akisema Bwana asifiwe na watu wa Mungu. She said, look at this one. Akasema hebu angalia. Let me tell you what David told her. Wacha nikwambie kile Daudi It was before the Lord. alikuwa ni mbele za Bwana. It was before the Lord. Hii kitu ilikuwa inafanyika mbele za It Bwana. was not before you, Michael. Haikuwa mbele ya mtu fulani. It was not before Saul, your father. Haikuwa mbele ya Sauli. It was before the Lord. Ilikuwa ni mbele za Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I tell you, I am ready today. Nawaambia kwamba niko tayari Against all the Kenyan way of life. kinyume na njia yoyote ambayo Kenya inatumia To do it before the Lord. kuifanya hii mbele za Bwana. I am ready today. Niko tayari siku ya leo. Against everything that is modern today. Kinyume na ile ambacho ni cha kisasa. To worship before the Lord. Kuabudu mbele za Bwana. Hallelujah. Amina. You see, Michael grew up in the palace. Unaona Abigaili akawa kule kwenye kasi ya mfalme. She grew up there. Alikuwa kule. She had never experienced the life that David experienced. Hakuwahi kuona maisha kama ambaye Daudi aliona. This was a man who was always in the field. Huyu ni mtu ambaye kila nyakati alikuwa kule nyanjani. The sheep were there. Kondoo ilikuwepo. But wild animals were there too. Na kisha pia wanyama pori walikuwepo. You can't introduce protocol to a lion which is taking away your sheep. Huwezi kusema hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa mnyama pori ambaye anataka kula kondoo. The lion has come to take away the sheep of your father. Simba amekuja kukula kondoo wa baba yako. And your father has told you, Kisha baba yako amekwambia, you lose one, you pay for it. ukipoteza tu moja, kazi ni That is where the man learned how to praise the Lord. hapo ndio jamaa alijifunza sifa kwa Mungu. He was in the caves most times. He was in caves, Alikuwa kule kwenye mapango, hiding himself akiwa anajificha from Saul. kutokana na huyu. He was running away most times. Alikuwa anatoroka mara nyingi. He came to a place where he did not even have food. Alifika mahali hata hana chakula. Praise the Lord. Atukuzwe. He learned to praise the Lord. Akajifunza kusifu He Bwana. learned to trust in God. Akajifunza kutumainia Bwana. So now when he is on the seat of the Kwa rule, hiyo wakati huu anapoketi kwenye kiti cha mamlaka, and this wonderful good daughter was given to her to him as a gift, na huyu binti ambaye ni mzuri alipeanwa kwake tu kama zawadi. she says, Akasema, you can reduce the hallelujah. unaweza punguza hii haleluya mingi. Don't you know who you are? Wewe ujue ni mfalme sana. Can you reduce the praise the Lord? Hebu acha kelele hii ya haleluya. He can hallelujah, hallelujah every day, hallelujah. Kana adabu. Adabu. And David said, Kisha akasema, it was not before you. haiko mbele zako. As far as we are talking now, Mradi tu unaongeza. Saul has been taken away by the Lord. Sauli ameshaondolewa na Mungu And tayari. I have been put there. Na mimi nimewekwa pale. I was not educated to be a king. Mimi sikuweza kuelimika kuwa mfalme. Actually, I was most times in the field. Wakati wangu mingi nimetumia kuchunga kondoo nyanjani. God is standing for me there. Lakini Mungu akatumana nije. He took me from the field. Akanitoa kule kwenye uwanja. Now I'm here as a king. Na sasa amenileta hapa I will do it before the Lord. nitafanya mbele za Bwana. You are the sinner who was condemned to die. Wewe ni yule mwenye dhambi uliyepaswa. You are on one way ticket to hell. Ulikuwa na njia moja kuzimu. You had a debt. Ulikuwa na njia moja. You had a debt that you could not pay. Ulikuwa na deni ambayo hungeweza kulipa. And here comes Jesus, Hapa Yesu anakuja. looking for you, Anakutafuta. seeking
blood. ukiwa katika damu yako, And he said only one word. akasema tu neno moja, Live. ishi. He found you Alikupata in your polluted tribalism. katika ile jamii yako ambayo imeoza, He found you alikupata in your polluted blood. katika damu yako iliyo chafu, And he did not preach to you. na hakukuhubiria, No, he did not preach to anybody. hakuhubiria mtu yeyote. Jesus said, Yesu akasema live. ishi, And by that word live, na kwa hiyo neno ishi you began to live. ukaanza kuishi. And this today you are living. Hata leo unaishi. It is time now for you to do it before the Lord. It is time to do it before the Lord. Wakati wa kufanya mbele za Bwana. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Time has come Wakati umefika. for you to answer every week time. Ni wakati wa kujibu ule Abigaili. And tell them Na waambie it was before the Lord. ilikuwa ni mbele za Bwana. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. The Bible says day by day continually. Biblia inasema siku baada ya nyingine daima. Don't wait for Christmas. Usisubirie Christmas. Day by day. Siku baada ya nyingine. Don't wait for a big conference day. Usingoje kongamano kubwa. Day by day. Siku baada ya nyingine. Don't wait for the end of the year. Usingoje mwisho wa mwaka. Day by day. Siku baada ya nyingine. Don't wait for a kesha. Usisubirie kesho. Day by day. Siku baada ya nyingine. Don't wait for a visiting preacher. Usingoje mhubiri kutoka Day by day. siku baada ya nyingine. Don't wait for Sunday. Usingoje Jumapili. On Saturday, day by day. Jumanne unasema haleluya. Day by day. Hallelujah. Haleluya. This shall be a continual burnt offering before the Lord. Hii itakuwa ni ibada ya kuendelea na ile. Hallelujah. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Where two or three are gathered in my name, Wawili watatu wasanyikapo kwa jina langu. I am there. Niko pale. Thank you, Father. Asante Bwana. Thank you, Lord. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You don't have to wait. You don't have to wait. Upasi kusubiri. This shall be a continual burnt offering before the Lord. Hii itakuwa inaendelea kuteketea mbele za Bwana. Let me tell you the meaning of it. Wacha niwaambie maana yake. The Lord is in attendance. The Lord is there. Bwana mwenyewe amehudhuria. You don't need another person. Hauhitaji mtu mwingine. Hallelujah. Kama hadhara yako ni Mungu, hitaji mtu mwingine. Jehovah is right there. Yesu au Mungu He, mwenyewe yuko. he has become Emmanuel. Amefanyika Emmanuel. When you begin to say, Ukianza kusema praise the Lord. haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. While other people are planning to pray later, Watu wengine wanafanya mazoezi wakingoja kuomba baadaye. somebody caught up with us here. Kuna mtu hapa tayari ameshachukua. Here in town. Au kuna mtu akutana na sisi Somebody hapa. caught up with me. Alikuja kutana na And he sisi. said, Akasema, pastors in Kenya, unajua wachungaji Kenya they are planning to pray on date 14 of this particular month. wanangojea tarehe 14 ya hii mwezi. And the way I heard you preach at Jericho, Na nilipokusikia ukihubiri pale if Kiko, you can come there, kama utakuja, it will be a great blessing. wewe utakuwa baraka sana. But I saw behind what he was talking. Lakini niliona zaidi ya kila alikuwa anazungumza. And I told him, Nikamwambia, I pray every day. ninaomba kila siku. I don't pray on 14th of this month. Siku ya tarehe 14 si siku ya Every day I'm praying. kila siku kwetu ni maombi. Because my prayer Maana maombi ya is day by day continually. siku baada ya nyingine daima. Day by day. Siku baada ya nyingine. While people are planning to pray, Wakati watu wanaitwa kuomba, your hands, while they are planning. wakati wanapanga kuomba, Let me tell you what happened. sasa niwaambie, There was war in Israel. kulikuwa na vita kule Israeli. The enemy had come. Adui amekuja, Saul was the king. Sauli akawa mfalme. Jonathan was there his time. Yonathani alikuwepo pale yule mwanamke. And Saul began to talk. Kisha Sauli akaanza kuongea. Most prophets don't worship. Unajua watu wengi wanapenda kuongea sana, hawaabudu. They don't worship. Hawaabudu. They learn how to plan. Wanajua sana kujifunza hivi. They buy equipment Wananunua mitambo in preparation to worship. ili tu ikasaidia kwa. Mimi naanza bila equipment. Lakini sisi bila mitambo, haleluya. Hallelujah. Haleluya. They build houses. Wanajenga manyumba kubwa. They buy a uniform for the choir Wanakwaya wamevalisha vizuri. in preparation for a day. Wanajitayarisha kwa ajili ya siku. This is not about worship experience here. Sio ile ujuzi ya kuabudu. No. This is day by day continually. Haleluya, haleluya. Saul began to talk, Kwa hiyo Sauli akaanza kuongea. giving speeches about war. Anapatiana maongezi kuhusu vita. Jonathan was there. Na Yonathani He alikuwepo. talked and talked and talked and talked and talked. Akazungumza. The only thing he did not do is to fight. Kitu ya pekee hakufanya ni kupiga. I am stopping the talking. Lazima niache kuongea. I must come to an end where I stop the talking. Lazima nifike mahali kuongea kunaisha. And I begin to do the thing. Alafu nianze sasa kufanya kile nalipasa. Fighting is not the thing that is fighting. Kupigana tu ndio kile ambacho ni kupigana. Planning to fight is not fighting. Ati nimekaa na panga. Hiyo si kupigana. Yeah.
Hallelujah. 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 Come to the battlefront. Sasa njoo mbele ya vita, uwanja wa vita. Don't keep planning. Acha kuendelea tunapanga. People sit behind computers Watu wanakaa pale kwenye laptop. and they begin doing the calculations. Wanaanza kufanya vitu pale. How many people will die in Asia this year without hearing the gospel? Watu wangapi wanakufa kama hawajasikia injili ya kweli? That is not enough. Yeye haitoshi kukaa nyuma ya laptop. That is not enough. Kuja mbele ya uwanja wa vita. Hallelujah. Hallelujah. And the vita here is, Na hii vita ni gani? praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Day by day. Hallelujah. Siku baada ya nyingine ni hallelujah. 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 While people are waiting for Sunday morning Wakati wanasubiria or Saturday night ati Jumamosi in my house, nikiwa tu chumbani kwangu, I'm offering the offering mimi natoa tu sadaka day by day continually. siku baada ya nyingine daima. It is before the Ni Lord. mbele za Bwana. And then they were told, Kisha wakaambiwa and then, na pale. do you want God to speak to you? Unataka Mungu akuzungumzie? There. Pale. God has never changed. Mungu hajaibadilika. Hallelujah. Amina. You can say, you know, this generation, we are so advanced, so God must come a little way and then we come a little way. Unasema hii ni kizazi cha AI. Sasa Mungu anaelewa tuko AI, akuje AI hakuna. The Bible says, Biblia inasema throughout your generations. vizazi baada ya nyingine. Hallelujah. Amina. Throughout your generations. Vizazi vyote. Hallelujah. Amina. In other words, your father Kwa maana mengine baba yangu will teach his son atafundisha mwana wake about this special offering. kuhusu sadaka hii special. And your son will teach his son Alafu huyo mwana atafunza mwana wake about this very special offering. kuhusu hii dhabihu ambayo ni special. And your son's son will teach his son. Alafu sasa huyo kijana wa huyo kijana pia atafunza. And the Bible says, throughout your generations. Sasa laini inaendelea mpaka Do you want to have God throughout your generation? tunataka kuwa na Mungu kwa vizazi His vyote. name is Emmanuel. Jina lake ni Emmanuel. You can practice the presence of God. Unaweza kuwa na ujuzi katika uwepo wa Mungu. Hallelujah. Amina. Singing is not enough. Singing is not enough. Kuimba tu haitoshi. Singing is not enough. Kuimba haitoshi. Choir is not enough. Prepare kwaya haitoshi. You know why? Kwa nini? Because choir you must have bass and soprano and tenor. Kama huna sauti nzuri hautoshei kwa kwaya. So if your brother does not attend the choir, then that thing is over. If your brother does not come, then it is over. Kama ndugu yako hajakuja kwa hiyo kundi la kwaya imekwisha hiyo. But this special one, Lakini hii special before the Lord. mbele za Bwana. Oh, hallelujah. The Amina. only person you have there Mtu ambaye uko naye is yourself and the Lord. wewe na Bwana. Yourself and the Lord. Wewe tu na Bwana. Before the Lord. Mbele za Bwana. And when you begin, praise the Lord. Hallelujah. 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 What is the qualification? Sasa nini kufuzu unahitaji? A big heart Moyo mkubwa and a big mouth. na mdomo Praise the kidogo. Lord. Not education, not education. A big mouth Sio vyeti vya shule. and a big heart. Moyo ulio mkubwa. Not theology, Ulio wazi. not ordination. Sio kuwekea kule. A big mouth Mdomo kubwa and a big heart. na moyo ulio kubwa. You shall love the Lord with all your heart Utampenda Bwana na moyo wako wote. and with all your mind. Hata akili zako zote. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Nikola moyama na moyama sola moyama kote. Jana moyama kote na moyama sena moyama. Jakob moyama na kote na moyama. Day by day. Day by day continually. Siku baada ya nyingine daima. Nikola moyama na sola moyama kote. Day by day continually. Day
si mahali pengine. There. Pale. Not where you are praying and fasting for 40 days. Si ulikoenda kuomba na kufunga siku 40. No, there. Pale. There. Pale. There. Pale. There is a place in God called there. Kuna mahali kwa Mungu panaitwa pale. And He has not installed law for you to qualify. Na tena ameleta hiyo sehemu nje sana mahali unaweza fikia. He says there. Anasema pale. If that place is here today. Hapa ndio pale hapo. Stay here. Sema hapa. Hallelujah. Hallelujah. Now that was in the tabernacle. Sasa hapo palikuwa ni katika hekalu. You have become the house of God. Wewe unafanyika nyumba ya Mungu. As you offer the sacrifice of thanksgiving. Unatoa sadaka ya sifa. As you offer the sacrifice of praise. Ukitoa sadaka ya sifa. Day by day continually. Siku baada ya nyingine daima. Hallelujah. Hallelujah. There in that body. Hapo katika huo. There in that house. Pale katika hiyo. There in that life. Hapo katika hiyo maisha. There in that life. Hapo katika hiyo maisha. There in that marriage life. Hapo katika ndoa hii. There in that single life. Hapo katika hiyo maisha ambayo ni nyepesi. There in that woman's life. Hapo katika hiyo maisha ya wanadamu. There. Hapo. I will meet with you there. Nitakutana na wewe pale. And the story that is not enough. Na hii kama haitoshi. I will speak with you there. Bado nitazungumza na wewe pale. If the Lord is coming is enough. Na mwenye Mungu anakuja tu ingetosha basi. But God is saying, Lakini Mungu I will actually go ahead and talk to you there. Nikiendelea mbele nisungumuze na wewe. Oh, hallelujah. 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 While you are doing that, Unapoendelea kufanya hivi. thank you, Jesus. Asante Bwana. Thank you, Father. Hallelujah. I want to show you the normal Christian life. Nataka nikuonyeshe njia ya Ukristo ya kawaida. The one that do not wait for a pastor to show you. Ile ungojei uambie mchungaji akuonyeshe. The one that do not wait for a bishop to come all the way to show you. Hii ambayo usubiri askofu aje akuonyeshe. This one is called Hii inaitwa the daily burnt offering. sadaka ya kuteketeza ya siku zote. Don't allow anything to clutter that. Usubiri kitu kingine kapinyilie yao. They were told Waliambiwa when you harvest utakapovuna or if somebody steals, ama somebody steals, au mtu yote akikosa and you have to bring another sheep of an offering that is a sin offering. lete mwana kondoo kutoa sadaka, hiyo ni sadaka ya dhambi. Don't forget this one. This one must never stop. Usisahau ya kuteketeza. This one must never be replaced. Hii haipasi kubadilishwa au kuwekwa kitu kingine. This one must never be replaced. Hii haipasi kubadilishwa na kingine. In the morning, asubuhi, day by day. siku baada ya nyingine. Don't say usiseme it is raining this morning. Inanyesha leo. No, every morning. Kila asubuhi. Throughout your generations. Kwa vizazi vyote. Hallelujah. The end of the month. Mwisho wa mwezi. The beginning of the month. Mwanzo wa mwezi. The beginning of the year. Mwanzo wa mwaka. June and July. Julai kuna June. Hallelujah. Amina. And in the evening. Hata jioni. In other words, the night is also covered. Kwa maana mengine hata usiku pia imeshafunikwa. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now let me come to you. Wacha sasa nikuongeleshe. The Hebrews were told. Waibrania wala wakaambiwa. Jesus is the altar now. Yesu amefanyika ile madhabahu. By him therefore. Kupitia yeye. We have an altar now. Tunaye madhabahu. Don't be deceived by all these altars that we hear preachers erecting. You know, you have an altar in your house. Usidanganye na hii ati kuna altar kwa nyumba yako. In the New Testament we have only one altar. Kwa hii agano jipya tuko na madhabahu moja tu. And we know what to offer there. Na tunajua nini cha kutoa pale. The sacrifice of praise. Sadaka ya sifa. The sacrifice of praise. Sadaka ya sifa. We have an altar. Tunaye madhabahu. His name is Jesus. Huyo madhabahu anaitwa Yesu. By Jesus therefore. Kupitia Yesu. Let us offer a sacrifice of praise. Wacha tutoeni sadaka ya sifa. Praise the Lord. And there. Na pale. Don't be deceived. God has changed. Usidanganye ati Mungu amebadilisha. God has never changed. Mungu hajaibadilika. He still stays there. Bado anasema tu pale. When you say praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Anasifiwa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Anasifiwa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. There. Pale. Jehovah is healing the life there. Anaponya maisha pale. Jehovah is healing the single life there. Yehova anaponya maisha. Jehovah is healing the situation there. Yehova anaponya hali pale. Hallelujah. 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 Don't compromise on that. Wacha kutilia shaka hiyo. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. There, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord, praise the 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 Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, praise the Lord, praise the Lord. There, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my story, hallelujah, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, worship His love. This is my story. This is my story. Hallelujah, hallelujah. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. Praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story. This is my story. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my soul, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, now past on my side. Angels descending, bring from above, echoes of hallelujah. This is my story, this is my soul, praising my Savior
is that strength? I myself, I'm happy and blessed. I'm watching and waiting, looking about, filled with His goodness, washing His love. This is my story. This is my soul. This is my Savior. Oh, let it go. This is my soul. Perfect salvation, oh, is that strength. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, washing His love. This is my story. This is my soul. Praising my Savior. Oh, hallelujah. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. 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 Jesus, 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 yes, Lord, Jesus, Jesus. Heavens came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heavens came down and glory filled my soul. Heavens came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins were washed away and my night was turned to day. Heavens came down and glory filled my soul. Hallelujah! Hallelujah!
talk to you there. Nitaongea na wewe pale. Hallelujah. And then he had something so special. Kisha anaongeza kitu special. He says, Anasema, the tabernacle shall be sanctified by my glory. na sanduku la agano litaweza kuvikwa na The presence of the Lord uwepo wa Mungu. will sanctify that life. Utaweza kusafisha uzima wako. Hallelujah. Hallelujah. The glory of the Lord. Utukufu wa Mungu. The glory of the Lord. Utukufu wa Mungu. Where we come to the glory of the Lord, Ukifika katika utukufu wa Mungu, we have arrived where we were going. tumefika mahali tulikuwa tunaenda. Nothing is above the glory. Hakuna kilicho juu zaidi ya The glory will sanctify your life. utukufu. Itasafisha maisha yako. It may not take away all the problems, Tena isiondoe shida zote, but you will be above them. lakini utakuwa zaidi ya shida. Glory, glory. Heavens came down and glory filled my soul. When on the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was done today. Heavens came down and glory filled my soul. Hallelujah! 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 Oh, what a wonderful, wonderful day. A day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling with joy I am telling. He made all the darkness depart. Heavens came down and glory fills my soul. When on the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was found today. Heavens came down and glory filled my soul. Born of the Spirit with life from above, He took us family divine. Justified fully through Calvary's love, and all what is standing is man. And the transaction so quickly was made. When the cross I came, took up the offer of praise He did proffer. He saved me, your praises dear name. Heavens came down and glory fills my soul. When on the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was done today. Heavens came down and glory filled my soul. Hallelujah, 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 hallelujah. Now I am all that I'll surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when Jesus knows that I came. Shadows dispelling with joy I am taken. He made all the darkness deeper. Heavens came down and glory filled my soul. When on the cross my Savior made me whole. My sins were washed away, and my night was done today. Heavens came down and glory filled my soul. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I will thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I will thank you all the days
you there. anakujibu pale. He tells you you are mine. Anakuambia wewe ni wangu. He shows you the way of life. Anakuonyesha njia ya maisha. There. Pale. Glory to God. Hallelujah. Yeah, that is the answer to life. Hiyo ndio majibu ya maisha. This shall be a continual burnt offering. Hii itakuwa ni sadaka ya kuteketeza Day by day, continually. siku baada ya nyingine daima. Day by day. Siku baada ya nyingine. Don't wait for the end of the year. Usisubiri mwisho wa Don't wait for a special day somewhere. Usisubirie siku specific. Day by day. Siku baada ya nyingine. Every morning you wake up. Kila asubuhi unaamka. Every day. Kila siku. Hallelujah. Hallelujah. And let me tell you what will happen. Acha nikwambie kitakachotendeka. You will live in the presence of God all the time. Utaishi katika uwepo wa Mungu siku You will zote. begin to enjoy your Christian life. Utaanza kufurahia. You will begin to enjoy prayer. Utaanza kufurahia You will begin to enjoy your life in God. Utaanza kufurahia maisha yako katika Mungu. Thank you, Father. Amina. Hallelujah. Hallelujah. I don't like this experience of one day, oh, come just this one day. No. Sipendi ya siku moja kuja tupate ujuzi wa ibada. What about the other days? Siku nyingine je? I want it to be day by day. Nataka iwe ni siku baada ya nyingine. Day by day. Siku baada ya nyingine. Continually. Daima. So that when we come here on Friday, Ili tukija hapa Jumatatu. you come here already in the presence of God. Unakuja tayari ukiwa katika uwepo wa Mungu. Praise the Lord. Hallelujah. And let me finish with this. Acha nimalize na hili. Don't dare Usijaribu attack a man uweze ukaenda kinyume who is offering the na sacrifice. mtu ambaye anatoa sadaka. Hallelujah. Don't dare. That is the wrong time to attack a man. Usiambulie mtu kama yeye wakati mbaya. Oh, praise the Lord. Amen. One time Samuel was offering the offering, Wakati mmoja Samueli alikuwa anatoa and sadaka. the Philistines were there. Na Wafilisti walikuwepo. And the enemy dared attack at that time. Na adui alikuwa pale anataka kuwashambulia. I tell you the truth. Nawaambia ukweli. Israel did not even fight. Hata Israeli hawakupigana. The Bible says the Lord thundered. Biblia inasema tu Mungu mwenyewe akanguka. So don't be afraid of enemies now. Hata usisumbuke. Don't be afraid of enemies now. Usianze kusumbuka kwa ajili ya You have a job to do. uko na kazi ya kufanya. Day by day, continually. Siku baada ya nyingine daima. In your sleep. Katika usingizi. Hallelujah. Praise the Lord. In the morning and in the evening. Asubuhi na jioni. Every day. Kila siku. Thank you, Jesus. Asante Bwana. No Muroki can reach there. No Muroki can come there. Hakuna mtu au mchawi anaweza ingia pale. Praise the Lord. Amen. The Lord bless you people. Mungu awabariki sana. On Friday we are not here. Ijumaa ijayo hatuko hapa. Friday is Good Friday. Hiyo Ijumaa ijayo ni Ijumaa. We shall skip one Friday, we will not be here. Tutaruka hiyo Ijumaa ikuu. We will come here next Friday but one. Tutakuja hapa Ijumaa itakayofuata hii na hii. But when we meet here, lakini tutakapokutana, hallelujah. Hallelujah. We are going to be here for a long time. Tutakuwa hapa kwa muda mrefu sana. There. Hapo I will meet with the children of Israel. nitakutana na wana wa Israeli. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Make your home there. Wacha ukaifanye maskani yako pale. Make your family there. Wacha familia yako iwe pale. And then Na kisha Jehovah is with you. Mungu yuko. The Lord bless you. Anawabariki. Thank you, Jesus. Asante Bwana. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 You can't deceive a man who is there. Uwezi ukadanganya yule mtu hapo. He will be ahead of you. Anakuwa mbele yako. You can't deceive a woman who is there. Uwezi ukadanganya ule mwanamke. No, you can't. Uwezi. They will be beyond your deception. Watakuwa wameenda zaidi ya huo udanganyifu. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Father. Asante Bwana. There. Pale. Glory to God. Tukuzwe Bwana. Glory to Jesus. Hallelujah. Let me tell you, Wacha niwaambie. that is the normal Christian life. Hii ndio maisha ya kawaida ya Mkristo. That is the normal Christian life. Hii ndio maisha ya kawaida ya Mkristo. There. Pale. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We want to finish there. Malizie pale. We come next Friday but one. Tunakuja hiyo Ijumaa nyingine We siku hii. begin there. Tunaanzia pale. He shall be a continual burnt offering. Hii itakuwa ni sadaka ya kuteketeza. Don't become clever now in the 21st century. Usijaribu kuwa mjanja katika hii kanisa. Jehovah is not in many songs. Unajua Jehova hayuko katika nyimbo. Don't become clever today. Usikuwe mjanja. There. Pale. What do you think they are doing in heaven? Unafikiria wanafanya nini kule mbinguni?
What do you think they're doing there? Nafikiri wanafanya nini? Who is teaching the first stanza there? Nani ndio kiongozi wa kwaya? Who is teaching the chorus there? All of them. Kila mtu ana Holy, 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 holy is the Lamb. Holy, 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 holy is the Lamb. Holy, 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 holy is the Lamb that was slain at Calvary. Worthy, 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 worthy is the Lamb. Worthy, 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 worthy is the Lamb. Worthy, 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 worthy is the Lamb that was slain at Calvary. And there, na pale. praise up there. Pale. I want you to go and dream about it. There. Nataka nilale tu nikiota hiyo pale. There. Pale. Not another place. Si mahali pengine. There. Pale. Let me tell you. Wacha nikwambie. Any preaching that does not lead you there Hii mahubiri yote ambayo ikuongozi pale. is not good enough. Sio nzuri. I don't want to come here and show myself as a good preacher who knows how to tell stories. Sihitaji kuja hapa nikuwe na wachekesha hapa vile naelezea visa. Making you laugh makes you nothing. Nikuchekeshe haikusaidio. I tell you the truth. Nakwambia ukweli. This is not church in life. Hapa sio mahali pa kuchekesha. I must come here Lazima nije hapa and bring you there. alafu nikulete Because there, maana pale where, pale wapi there, pale being a human man is not enough. And making people laugh is not enough. kuwachekesha tu watu haitoshi. Good teachings Mafundisho mazuri that will not lead you there. haiwezi kuongoza pale. You will continue to depend on the preacher. Utaendelea kumtegemea mhubiri. That's why you will be looking forward to another beautiful day when we have somebody who is missing from Russia or America. Hapo ndio utakuwa na ngoja wahubiri kutoka Nigeria ukuje. So in between here and December you are nothing. Lakini kabla hawajakuja na hata December The God of the Bible can't do that. lakini Mungu alipigia afanye hivyo. The God of the Bible can't do that. Mungu alipigia afanye. That preacher who comes, Huyo mhubiri he must find me there. lazima nipate pale. Thank you, Jesus. I don't see a God who will wait Sioni Mungu ambaye so anatusubiria that I'm useless now ati mimi nikuwe tu bure sana until I go to worship experience. hadi niende mahali. I cannot serve a God like that. Mimi siwezi tumikia Mungu kwa njia hii. Mine is day by day continually. Yetu ni siku baada ya nyingine daima. Before you plan a meeting, he said, Kabla hujapanga I mkutano, will come to that meeting. utakuja kwa hiyo mkutano. That is one of the normal days. Hiyo ni mojawapo kati ya siku za kawaida. Remember, that is not supposed to replace my daily one. Hii inapaswa kufanya kila siku. God bless you. Don't take any less. Usichukue kitu kingine chini. The preaching must lead you there. Lazima mahubiri kuongoze pale. Now, the best thing about this, Sasa unajua kitu nzuri it kuhusu has no classes of people. haina madaraja viwango vya watu. Hizi vitu zingine ziko na daraja za watu. Kama hujafika kiwango fulani autoshei. Hii unaingia ndani before the Lord. Amen. Ni Bwana amekuingiza. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Hallelujah. Preachers are choosing today Watu wahubiri leo wanachagua. who will follow who. Nani anaita nani papa? Imagine. Hebu fikiria. Imagine. This one before the Lord. Hii ni mbele ya Bwana. The Lord bless you.